Macho yako, fungua macho yako, usifumbe. Fungua macho yako uone uwepo wa Mungu ulioshuka kwa ajili ya msaada wako. Fungua macho yako uone uwepo wa Mungu ulioshuka kwa ajili ya msaada wako. Unajua, unaweza usiwe unaona. Unajua, shida, changamoto za maisha huwa zinatufanya tushindwe kuona uwepo wa Mungu. Unaweza ukaingia kwenye tatizo mpaka ukahisi kana kwamba Mungu ameniacha. Na watu wengine wanaenda msalabani, wanasikiliza maneno ya Yesu aliyosema, mbona umeniacha? Hakuwa hilo neno sio lako la kulitumia wakati wa kushindwa kwako. Usilitumie kabisa. Wewe kazi yako ni kufungua macho uone uwepo wa Mungu. Uone uwepo wa Mungu ulioshuka kwa ajili yako, kwa ajili ya msaada wako. Fungua macho yako uone uwepo wa Mungu ulioshuka kwa ajili ya msaada wako. Wewe usiangalie matatizo, usiangalie shida unazozipitia, usiangalie mahali ulipo. Angalia wewe kufungua macho yako uone uwepo wa Mungu ulioshuka kwa ajili yako, kwa ajili ya msaada wako. Leo nitasoma vitabu vichache, nitasoma kitabu kimoja tu, lakini nitakuwa maelezo zaidi. Kutoka sura ya 3. Kutoka sura ya 3. Kitabu cha Musa cha pili, kitabu cha pili cha Musa kiitwacho Kutoka, sura ile ya 3. Katika Bwana yajayo yanafurahisha. Nataka niwahakikishie kwamba tegemea kuona mambo ambayo kwenye maisha yako ulikuwa hujawahi kuona. Niliwahi kufundisha somo hapa kanisani. Jifunze kufanya maamuzi magumu, kukabili kile unachokiogopa. Maana kile unachokiogopa ndicho kinachokutawala. Sasa kabili kile ambacho unakiogopa. Jifunze kukabili kile unachokiogopa. Hata kama wanasema kuna jeshi la namna gani, lakini kama una Mungu ndani yako, amua kukabili. Haleluya, haleluya. Kutoka ile sura ya 3 ule mstari wa 7 mpaka wa 10. Mstari wa 7 mpaka wa 10. Wale ambao unaweza kupata muda wa kusoma, unaweza kusoma sura yote na utaona vitu vigani vinaendelea pale, lakini nataka nisome mstari michache tu. Sura ya 3 mstari wa 7. Bwana akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao, nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana, nchi ijaayo maziwa na asali, hata mahali pa Kanaani, pa Mkanaani, Mhiti na Mwamori na Mpelezi na Mhivi na Myebusi. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikiria, tena nimeyaona hayo mateso ambayo Wamisri wanawatesa. Haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Fungua macho yako uone uwepo wa Mungu ulioshuka kwa ajili ya msaada wako. Fungua macho yako uone uwepo wa Mungu ulioshuka kwa ajili ya msaada wako.
katika kitabu hiki, katika hiyo sura ya 3 mstari ya 3 mstari wa 7, ukianza kusema mstari wa kwanza, anazungumza jinsi ambavyo Musa alikutana na huyu Mungu, alipokutana naye na anakutana naye na anazungumza naye mambo mawili matatu, lakini jambo katika mstari wa 7 anasema hivi. Mstari wa 7, muangalie vizuri. Mstari wa 7 anasema, Bwana akasema, hakika nimeona mateso. Jambo la kwanza, kabla ya wewe haujayaona mateso yako, Mungu anajua unapopapitia. Hujanielewa tena, narudia. Kabla ya wewe kuona mateso yako, kabla ya wewe kuyakinai mateso yako, kabla ya wewe kuona unavyoingia kwenye shida, Mungu ameona tayari mahali unapopapitia. Sio wewe tu kupeleka maombi yako kwa Mungu. Kabla ya wewe hujaanza kupeleka hizo haja zako kwa Mungu, kabla hujaona yale mateso kwamba huyahitaji tena, Mungu tayari amejua kwamba hayo mateso huyahitaji wewe. Yaani hautakiwi kukaa kwenye hiyo mateso. Jambo hilo ni jambo la muhimu sana kutambua. Kabla ya wewe mwenyewe kuona yale mateso kwenye maisha yako, Mungu anajua kwamba kuna mahali unapitia. Mwangalie mwenza kwambia, Mungu anajua. Pamoja na hizo kelele tunazozisikia, pamoja na hayo maombi unayoomba, pamoja na hizo shida unazozipitia, Biblia inasema hivi, Mungu akasema hakika, Mungu akasema kweli, hakika. Yaani kwamba sibahatishi ninachokizungumza, sibahatishi ninachokisema, nasema hivi, hakika nimeona mateso. Hebu vile mzao kwa Mungu ni hakika. Biblia inasema hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri. Hakika nimeona mateso. Nina uhakika. Unajua unapoenda mahakamani, unaulizwa, una uhakika? Nasema kweli kwa msaada wa Mungu. Hiki ninachokizungumza nilikiona, nimekishuhudia. Mungu anajitoa. Niliwaambia baba ili afanye kitu. Mungu wetu anasimama yeye kama yeye, anasema hivi, hakika yangu mimi mwenyewe nimethibitisha, nimeona nini? Nimeona mateso yako. Anaona mateso. Jambo la pili, nimesikia kilio chao. Nimesikia kilio chao. Nini kinachoendelea? Mungu anasikia. Nisikilize, nizungumze swala la kilio. Sio lazima ulie kilio ambacho kinasikika. Mtu akilia sinaelewa. Yaani kwa ile hali analia. Sio kilio cha kutoa machozi tu haya. Sio kilio cha kusema cha kulia kama mtoto mdogo au mtu mzima tunalia kile kitendo cha kulia. Kitendo cha maumivu yako ya moyoni. Kitendo cha huzuni yako ya moyoni. Sikitiko lako la ndani ya moyo, ambayo jirani yako akikutazama na kuona unacheka, ambayo akitazama wafanyakazi wenzako ofisini wanaona unafurahi, wakikuangalia nyumbani kwako watoto wako wanaona unacheka, wakikuangalia wazazi wako wanaona unafurahi, lakini una sikitiko lililoko ndani ya moyo. Mungu haangalii tu nje, anaangalia kilio cha ndani. Anasema na kilio chao nacho nimesikia. Amen. Hebu mwangalie mzako, Bwana anasikia kilio chako. Unawezekana hapa kanisani tangu umeingia, au inawezekana tangu umekuwa mtu mzima haujawahi kulia machozi. Unajua watu wakubwa wanajizuia kulia. Wanasema niko ndani kwa ndani. Mungu anaangalia maumivu yako ya ndani. Mungu ameshajua kwamba ndani ya moyo wako una kilio cha namna gani. Sauti yako ya ndani ya moyo inapiga kelele kwa kiasi gani. Sauti yako iliyoko ndani, Bwana amesikia sauti yako. Sasa amefanya nini? Fungua macho yako uone uwepo wa Mungu.
ulioshuka kwa ajili yako. Kwa nini ameshuka kwangu? Kwa sababu ameona shida ulionayo. Unajua, asubuhi leo naweza nikazungumza kidogo sana, nataka nikwambie kitu. Katika juma hili tuna juma moja la ajabu sana ambalo inawezekana katika maisha yako itakuwa historia. Njoo kwenye mafundisho ya wiki hii, na hii ni wiki ya mafundisho na maombezi. Sikiliza, sio maombi nazungumzia hivi, nazungumzia sio maombi, nazungumzia maombezi. Utapokea maombezi kutoka kwa watumishi wa Mungu, na sio wao watakuwa wanafanya. Utafungua macho yako ndani ya wiki hii uone uwepo wa Mungu ulioshuka ndani ya juma hili kwa ajili ya kuwahudumia watu wengine. Nisikilize, wiki hii Bwana anashuka kwa ajili ya kuwahudumia watu. Njoo usikie nguvu za Mungu zinazotembea kwa ajili ya utendaji. Uwepo wa Mungu utakuwa umeshuka na kuwahudumia watu. Usiache kufungua macho yako na kufanya. Anaendelea kuzungumza katika mstari huu. Anasema, nimeona mateso wanayopata kwa sababu ya wasimamizi wao. Nitazungumza jambo lingine litakalofuata baadaye. Mungu ameona kwa uhakika. Ameona nini? Ameona mateso ya watu wake walioko Misri. Hebu tuione Misri iko wapi? Hebu sasa tuseme Misri iko wapi? Tusizungumzie Misri nchi katika mazingira haya.